Nyuma yangu ni wachezaji wa QT kwa upande wa wanawake wakipiga jaramba kuelekea mchezo wa kesho wa nusu fainali ya Dareva Ligi 2025. Ni mechi namba 3 ambapo mchezo wa kwanza walipoteza, lakini mchezo wa pili walishinda, na kesho ndio mchezo wa maamuzi. Ikiwa watafanikiwa kushinda dhidi ya JKT, utawapeleka moja kwa moja kwenye hatua ya fainali kwa mwaka huu 2025. Maandalizi yamefana, lakini pia kocha Said Al-Haji anazungumza nini kuelekea mchezo huo wa kesho, lakini pia sanjari na hayo wachezaji baadhi wanazungumza nini kuelekea mchezo huo wa kesho ambao utakuwa wa aina yake kweli kweli. Hongera sana kocha Said kwa mazoezi ambayo yanaendelea hapa, na nimetazama vijana wanaonekana wana ari kubwa sana kuelekea mchezo wa kesho. Kwa kweli asante sana. Kwa muda huu sasa tunaendelea na training ya kujiandaa na nusu finali dhidi ya JKT. Nadhani mpaka sasa game ni 1-1 na game ya 3 ndio itaamua nani atakayeenda kwenye final ambaye anaenda kukutana na Tip A. Kwa jinsi wachezaji wangu jinsi walivyo, na mpaka muda huu tumetrain from Monday up to Friday leo, na imani tuko vizuri zaidi yao. Mwenyezi Mungu awe nasi, tusipate watu waliokuwa na injuries. Nadhani mpaka sasa sina injury hata mmoja, wote wako sawa, na imani tunaenda kushinda game ya kesho. Sasa hali ya pressure pengine ipoje, kwa sababu ni mechi ya maamuzi? Ikiwa mtapoteza, maana yake mtatafuta sasa walau kushika nafasi ya 3. Hali ya pressure ipoje kwa namna walivyozungumza na wachezaji wako? Kwa upande wa pressure sidhani kama kuna mchezaji yoyote kwenye timu yangu ana pressure, kwa sababu asilimia nyingi nilokuwa nao hakuna mtu mpya zaidi ya mtu mmoja, na mtu mmoja aliongezeka pia ni experience player. Kwa kuongelea ni mchezaji middle blocker kutoka Uganda, ameshacheza mashindano mengi na makubwa. Kwa upande wa watu ambao walikuwepo tokea mwaka jana na miaka miwili ya nyuma iliyopita, wote wana uwezo wa kuhimili aina yoyote ya game. Kuanzia game ya kwanza mpaka sasa, na imani kila mtu yuko sawa na hana pressure yoyote ya game. Pengine sasa umejipangaje kuhakikisha hata makosa ya kiufundi hayawezi kutokea kiwanjani, lakini pia kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya JKT ambao mlipoteza, kulitokea na kosa la rotation fault, mtafaruku kulitokea baina ya wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia hata waamuzi. Vipi umeliwekaje sawa hilo kuhakikisha kesho aliwezi kuwa ni moja ya vitu ambavyo vinaweza kuwakwamisha kutinga fainali? Kwa kweli tumejiandaa kama nilivyosema mwanzo. Tumeanza mazoezi tokea Jumatatu mpaka leo Jumanne, mpaka leo Ijumaa, na imani kila kitu ambacho tulichokifanyia makosa kwenye game 1 tumeweza kukifanyia kazi, na ndio maana unaona hata game 2 kwetu haikuwa ngumu sana kupata ushindi. Kwa tulirekebisha baadhi ya vitu na tumeweza kushinda game 2, na imani kwa jinsi tulivyofanya correction ya game 2, na imani tunaenda kushinda game 3. Neno la mwisho kabisa pengine kwa mashabiki wa QT ambao bila shaka kesho watafurika kuja kutazama mchezo. Nachopenda kuambia waje kwa wingi, kuanzia wanafunzi mpaka staff, na kwa wale ambao wanatoka nje ya chuo, kwa maana ya watu wa Gongo la Mboto, karibu na Gongo la Mboto, Pugu, waje kujoin na kuona timu yao ya ukanda wao ikifanya vizuri, hasa timu ya wanawake ambayo hatujawahi kuchukua kombe la Dareva. Tunaishia semi-final, final, na imani hii ndio mara yetu ya kwanza. Kwa nawapa moyo kwa washabiki wetu wote ambao watakuwepo kesho, na tunawaahidi ushindi mnono zaidi. Kila laheri kocha Saidi kwenye maandalizi, na pia kila laheri kwenye mchezo wa kesho. Asante sana. Neema, hongera sana, na nadhani una afya njema mpaka hivi sasa na umehudhuria mazoezi. Asante. Hongera sana kwa kufanikiwa kufika nusu fainali mpaka sasa. Bado mpo ndani ya mashindano, lakini leo mpo kwenye maandalizi ya mwisho kabisa kuelekea mchezo wa kesho ambao utawaruhusu ninyi kutinga fainali ikiwa mtashinda. Ndio. Umejipangaje wewe kama mchezaji? Kwa timu yangu, upande wetu sisi tumejipanga vizuri kwa ajili ya game ya kesho ya nusu finali, ili tuweze kuingia finali kesho. Pressure ipoje, kwa sababu ni mchezo wa maamuzi huo? Ikiwa mtapoteza, mtalazimika kutafuta nafasi ya 3. Pressure ipo, kama wachezaji lazima tuwe na pressure, ila tunatakiwa relax, tutulie, tucheze game yetu, tushinde. Na wewe kama captain ambaye una jukumu la kuongoza wachezaji kiwanjani, lakini pia hata kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, unazungumza nini na wachezaji kuelekea mchezo wa kesho? Mimi napenda kuwatia moyo wachezaji wangu ili tucheze vizuri, tucheze game yetu, tusifuatishe mchezo wao, tupambane ili kesho tushinde. Nadhani kipi kinakupa uimara zaidi kiwanjani? Morali. Timu yetu tuna morali. Yaani tukiwa tuna morali tunacheza kwa confidence yoyote hivyo. Una neno gani sasa kwa mashabiki wa QT ambao kesho bila shaka watakuja kwa 100% ya kutaraji kwamba wanaweza kutinga fainali?
Nilikuwa naomba mashabiki watupe support. Yaani support yao ndio itatutia si nguvu ili tuweze kupambana game ya kesho tushinde. Kuna kitu ambacho sijakuuliza na natamani kuzungumza. Tumejipanga na game ya kesho tutacheza. Ndio. Tutacheza yani kama hatujawahi kucheza. Bwana, shukrani sana Neema, na kila la kheri kwenye maandalizi na kila la kheri kwenye mchezo wake. Asante. Mam Shughuli Mali ipo hapa nyuma ya kamera, Juma Miraji sanjari na fundi mitambo Faraji Haruna Habib.